Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, bibi harusi wa Kristo. Tunawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Na si mwingine ni mtumishi mdogo Evangeliste Jacques Leani kutoka DRC Congo, katika vile ya Uvira. Ninakuja mbele yenu kuleta neno la Mungu tulione katika Injili ya Yesu Kristo, kama vile Yohana ameiandika sura yake ya 12 na mstari wa 19. Sura ya 12 mstari wa 19. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa na kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Amen. Ninataka kusema neno hili juu ya amani. Sitaenda mbali sana katika matafsiri ya mingi kwa jinsi watu wanatafuta amani. Tutaenda kule, lakini natangaza amani ambayo ni ya roho zetu, amani ambayo tuko ndani ya Kristo. Maana kuna vita ya aina mbili ambayo tunakutanana nayo katika maisha. Kuna vita vya aina ya kimwili, na pia kuna vita aina ya kiroho. Katika vita ya aina ya kimwili ni humo tunakutana na vita vya nchi ya falme kwa falme. Tunakutana na vita vya watu na watu wengine, makundi kwa makundi. Lakini pia kuna vita ambavyo ni vya kiroho. Hivi vita vya kiroho ni vile ambavyo Paulo ameandika katika Waefeso sura yake ya 6 kianzia pale 12. Iko nasema, vaeni silaha zote za Mungu. Shuka pale pate kuzishinda, maana vita vyetu si vya mwili, lakini vita vyetu ni vya roho. Tunapigana na falme na mamlaka na jeshi la anga katika ulimwengu wa roho. Paulo anasema ile. Sasa na sisi, hii ninaongelea amani, ni ya vita vya rohoni. Ninasoma maandiko haya. Yesu alipokufa na siku ya 3 akafufuka, ilibidi ajitokeze kwa wanafunzi wake. Unajua, Yesu alipokufa akafufuka, alifufuka na vitu karibu vingapi? Kitu cha kwanza, Yesu alipofufuka, alifufuka na watakatifu wote waliokufa kwa agano la kale. Hii ilikuwa ya kwanza. Yesu alipofufuka hakuacha wote wafuasi ambao walikufa katika imani ya Mungu ndani ya Ibrahimu. Wote walifufuka wa agano la kale. Mathayo 27 mstari wa 51 hadi 53. Biblia inasema mzuri pale kwamba ile siku ya 3 sema miamba ilipasuka, tetemeko lilipita na miamba ikapasuka na makaburi yakafunuka, ikaonekana miili mingi ya watakatifu. Hii ilikuwa ni hatua ya kwanza. Yesu alipofufuka, akafufuka na watakatifu wote wa agano la kale. Yesu alipofufuka pia alifufuka na mwili mpya. Hakufufuka na mwili ule wa zamani, lakini alifufuka na mwili mpya. Ulikuwa mwili ambao ulikuwa ushakuwa wa miujiza. Ndio maana anamwambia Mariamu pale kwenye bustani, pale kwenye kaburi, anasema usinishike,
bado sijaenda kwa baba yangu. Aha, hii ilikuwa ni hatua ya pili au kitu cha pili Yesu alifufuka nacho. Lakini pia Yesu alifufuka na mavazi mapya, mavazi mapya. Mavazi yake ya kwanza waliyapigia kura, wakayaondoa, na wakati alikuwa ndani ya kaburi alizongwa zongwa sanda na leso, lakini kwa kufufuka alifufuka na mavazi mapya ambayo yalitoka mbinguni. Bwana Yesu atusaidie sana. Ya acha nikuambie kwamba ndani ya Kristo, tukiamini Yesu Kristo, tunafufukaka na mavazi mapya, tunafufukaka na tabia za mpya, tunafufukaka na mwenendo wa mpya. Tukifa pamoja na Kristo tunafufuka naye, tunafufukaka na vitu vya mpya, vitu vya mpya. Vya kale vinapitaka, tunafufuka na vya mpya kabisa. Yesu alifufuka na mavazi mapya. Lakini kitu cha ine, Yesu wale waliomjua mkwanza, wale waliomjua mbele, wale waliomjua jana, walimsahau leo. Ikyo kitu kimoja. Ukiangalia watu wawili walikuwa naenda Emau, wakati wanafika njiani wako naongea habari za Yesu, na Yesu alijitokeza akawaambia, habari gani mko naongea hapa? Ukiangalia Luka 12:4 mstari wa 15 hadi 13:2 utakutanisha hiyo maneno pale. Naambia aseme, wewe uko mgeni humu Mwisraeli, humu uko mgeni humu Yerusalemu. Tulikuwa na mtu ambaye alikuwa ni mwema tena, Israeli ilikuwa shatarajia kwamba atakuya waokoa. Wayahudi walimuua. Na leo ni siku ya tatu, wamama wamoja walikuwa tushitua kwamba amefufuka. Yesu akaanza kuwaambia habari, kuanzia akawafunulia maandiko, iko na waambia maandiko mpaka pale akili zao zilikuwa bado hazifunguka. Biblia inasema wakafika mpaka nyumbani, inakuwa usiku. Kwa sheria ya Kiyahudi nasema kama mgeni uko naye, mko natembea naye na usiku naingia, hajafika kwake, aseme umwambie alale kwako, ili mabandia wasimshike. Wakimshika huko, ukimwacha na wanamshika huko anakufa, damu yake itakuwa kichwa yako. Wakamusii sana ili alale pale. Aseme walipofika pale, akamega, wakaleta chakula, akamega mkate akawapa. Sasa alipowapa, wakafunuliwa macho na Yesu akapotea katikati yao. Wakatoka pale wakakimbia, wanarudia Yerusalemu. Biblia inasema walipokuwa wako naenda wako nasema, je, akili zetu hazikukua wakati alikuwa anatufundisha, wakati alitufumbulia maandiko? Ni kusema Yesu wakati yenye alitoka na mwili wa mpya, wakamsahau. Wale waliomjua jana wakamsahau leo. Angalia mwanamke Mariamu mwenye alifika kwa makaburi, Yohana 12 mstari wa 11 hadi 17. Biblia inasema hivi kwamba huyu Mariamu alifika pale, akakutanisha kijana mmoja tu anasimama. Akamuuliza, uniambie kama wewe ndio ulibeba bwana wangu, ulimficha ili niende nimwangalie kwenye mlimuweka. Pakaanza kuongea, mwisho Mariamu akaanzalia. Asa alipogeuka, Yesu akamuita Mariamu kwa jina lake, Mariamu. Mariamu akageuka kukiangalia, ndio akafunguliwa macho kumuona, akaita Rabi, yani mwalimu. Anataka enda kumpiga, anataka kumpiga busu au yambi, akamwambia usiniguse maana sijaenda kwa baba yangu. Mariamu alikaa na ile muda yote, hakuwa anamjua. Bwana Yesu ni wa maajabu. Lakini kitu cha tano Yesu alifufuka nacho, aliingia kila mahali bila kizuio. Aliingia kila mahali bila kizuio. Ni kusema akikutanisha milango imefungwa, yeye hajali, anaingia tu. Ndio maana hapa tulisoma Biblia inasema, aseme Yesu akawatokea. Akawatokea pale kuile Yohana 12 mstari wa 19. Ase Yesu akawatokea katikati yao, walikuwa wanakaa milango imefungwa. Asa akajitokeza akamwambia, amani iwe kwenu, amani iwe kwenu. Kuna sababu za kutuma Yesu awaambie amani iwe kwao. Sababu ya kwanza ni kwa sababu walikuwa na woga. Unajua mtu ambaye iko na woga lazima
lazima ajifiche, lazima aangalie wapi kwenye atakimbilia ili ajiponye nafsi yake. Yesu akajua kwamba hawa watu hawa bado wakingali na oga, vikabidi ashuke awaambie amani iwe kwenu, amani iwe kwenu. Kitu cha pili, ujasiri ulikuwa na waisha, ujasiri ulikuwa na waisha. Miaka yote walitembea na Yesu, walijivunia Yesu, wakajivunia kwamba wako na Yesu, lakini wakati ambayo Yesu alikamatwa, wakaanza kuona kama wanatafutwa, wakaanza kuona kama watakamatwa na Wayahudi nao wawaue. Ile ujasiri, ile ushujaa ikaisha, yote ikaisha. Vikabidi Yesu ashuke kuja kuwaambia amani iwe kwenu, amani iwe kwenu. Natangazia mtu mmoja ambaye anapitia mazito, acha amani ya Yesu itawale. Kufa na kufufuka kwa Yesu kulitangaza amani katika maisha yetu. Leo amani ya Yesu itangaze, Yesu, kufufuka kwa Yesu kutangaze amani katika maisha yako. Tangaze amani katika ndoa yako, tangaze amani katika huduma yako, kutangaze amani katika utumishi wako, tangaze amani katika uongozi wako. Kufa na kufufuka kwa Yesu kutangaze amani katika maisha yako ambayo unayoyaishi. Maana kuna vita vikali, kuna vita vya kiroho, kuna vita ambavyo unatishwa kila wakati, unatishwa na watu, unatishwa na majirani, unatishwa na maadui. Tangaza amani. Kufa na kufufuka kwa Yesu, tangaze amani katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, tangaze amani katika maisha yako. Yesu alipojitokeza pale akatangaza amani. Yesu alipofika pale akatangaza amani. Tangaza amani. Ndio maana leo niko na kutangazia kwamba amani ya Yesu iishi katika maisha yako. Amani ya Yesu itawale katika maisha yako. Amani ya Yesu ifanye kazi katika maisha yako. Amani ya Yesu ibadilishe kila kitu ambacho kinakuwa ni vita maisha yako. Amani ya Yesu ibadilishe machozi kuwa furaha. Amani ya Yesu ibadilishe machungu kuwa matamu. Amani ya Yesu ibadilishe magumu kuwa mazuri katika jina la Yesu Kristo. Amani ya Yesu itawale ndani yako. Labda kuna vitu ambavyo vinaondoa amani katika maisha yako. Labda kuna kazi, kuna migogoro, kuna ile ambayo inainuka inaondoa amani katika maisha yako. Kuna vita ambavyo vinaondoa amani katika maisha yako. Kuna maneno ya maadui, kuna vitisho ambavyo vinaondoa amani katika maisha yako. Unajisikia kutumika huduma, unasikia uko katika miba, hakuna amani. Unafanya kazi ya Mungu, unasikia amani haiendelei. Uko katika kazi yako ambayo naishi ya mikono, lakini amani hakuna. Leo niko na kuambia Bwana alete amani, aondoe ile vita ambayo inasimama mkazi yako, na alete amani. Aondoe ile vita ambayo inasimama katika uchuruzi yako, alete amani. Ule mwenye anasimama kwako kukutoea amani, Mungu amshangaze, Mungu amupige, Mungu amuondoe mbele yako ili amani ionekane. Niko naongea kwamba leo amani ya Yesu itawale katika maisha yako. Leo amani ya Yesu itawale katika kazi yako. Leo amani ya Yesu itawale katika ndoa yako. Itawale kwa watoto wako, itawale kwa mke wako, itawale kwa mume wako. Amani ya Yesu itawale kwa maisha yako. Amani ya Yesu itawale katika jamaa yako, katika familia yako, katika ukoo wako. Amani ya Yesu itawale. Yesu alipofufuka, neno la kwanza alitangaza amani iwe kwenu, amani iwe kwenu. Huyu ni mfalme wa amani. Wanadamu wanaweza kutudanganya kuleta amani, watu wengine wanaweza kutuunganisha kuleta amani, lakini inashindikana. Lakini mwenye anaweza kuleta amani ya kweli ni Yesu peke yake. Ndio maana katika Isaya anaitwa mfalme wa amani, mfalme wa amani, mfalme wa amani, akitawala katika maisha,
akishuka kukutendea mema, amani inaingiaka, amani inaingiaka. Vile vyote ambavyo viko na kukosesha amani, leo Bwana viondoe, ili amani ya Kristo itawale. Vile vyote ambavyo viko na kuliza, vinakuliza, unalia usiku kama vile mchana, unakosewa na amani, usingizi unaikosa katika usiku, leo Bwana viondoe, ili amani iingie katika maisha yako, iingie katika maisha yako. Kuna watu wengine wanapungukiwa na furaha sababu amani hakuna, wanapungukiwa na upendo kwa sababu amani hakuna, wanapungukiwa na utumishi vema kwa sababu hakuna amani. Yesu akuumbia amani tena, Yesu akuumbia amani tena, maana neno alilolisema lazima litimie. Amani ya Yesu itawale katika maisha yetu. Kwa jina la Yesu ninaombea huyu mtumishi, amani ya Yesu itawale katika maisha yako. Naombea huyu baba, amani ya Yesu itawale katika maisha yako. Naombea huyu mjakazi, amani ya Yesu itawale katika maisha yako. Kwa jina la Yesu Kristo naomba hivyo. Najua kwamba wewe unapungukiwa na amani, lakini Yesu anatangaza amani katika maisha yako katika mchana wa leo. Ni hivyo tunajua kwamba anayeleta amani ni umoja tu. Unaweza zania kama kule kwa OPJ ndio kutakuwa amani. Hakuna amani kwa Daveni, hakuna amani kwa Descartes, hakuna amani kuparke, hakuna amani kokote pale wanaweza kupeleka bakujije, hakuna amani. Amani iko tu kwa Yesu, amani iko tu kwa Yesu. Ndiye mfalme wa amani, na ametangaza amani katika maisha ya wanafunzi. Wanafunzi wakati walipomuona akawaambia amani iwe kwenu, basi wakasikia wamefarijika, wakasikia ile woga imeondoka, wakasikia ujasiri umeingia, wakajisikia furaha imefika, wakasikia kwamba wanapenda sana, kwa sababu Yesu amekuja kuwaambia amani iwe, amani iwe. Walikuwa wamekushakata tamaa kwamba Yesu hakufufuka, kwamba Yesu iko wapi. Sababu pia walikuwa muwasiwasi, wako najiuliza tutamuona wapi Yesu? Tumesikia habari kwamba amefufuka, iko wapi sasa? Wakabakia muwasiwasi, lakini mwili wasiwasi alipojitokeza wakaogopa, wakaona labda wanaona mzimu. Akawaambia amani iwe kwenu. Bwana Yesu atusaidie. Kuna vitu ambavyo vinakutisha, unaogopa. Amani ya Yesu iwe na wewe katika mchana wa leo, katika jina la Yesu Kristo. Neno hili likusaidie, neno hili likuwezeshe. Hii neno ambayo tumeongea itembee katika maisha yako na kizazi chako mpaka kizazi cha 4. Amani ya Yesu itawale kwa jina la Yesu Kristo, amen.